sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Basi tuzidi kuhimizana katika kutegemeza jimbo. Miezi inakimbia kupata hizo milioni 280. Ni lazima tujibidishe katika sadaka hiyo. Nipende kuongea juu ya hizi shukrani za hiari, hasa za birthday. Walituanzishia wachache hapa kwenye kwaya, nadhani ule mwezi wa 5 Mei ilikuwa shilingi 500,000. Tukafanya kwa mwezi wa 6 Juni tulipata karibu milioni 7, ilikuwa milioni 6. Julai tumepata milioni 2,225,000. Sasa tumefika milioni 10. Tumshukuru sana Mungu. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Kumbe michango ya hiari inakuwa mingi kuliko ya lazima. Sasa tunakwenda timu August, na mimi nikiwa mmoja wapo kati ya wale ambao tumezaliwa mwezi wa 8. Timu August ni wangapi? Labda mnyoshe mikono mliozaliwa mwezi wa 8. Tuko wengi. Sasa mliopo hapo mje haraka haraka hapa mchukue kadi zenu hizi kwa ajili ya kuchangia. Mliozaliwa mwezi wa 8. Na sister hapa. France, wewe najua mambo yako safi. Utaweka kitu cha maana huko. Mliozaliwa mwezi wa 8, na kama unatarajia kujifungua mwezi wa 8, chukua kwa ajili ya mtoto wako wa mwezi wa 8. Tukienda hivi mpaka Disemba hatukosi milioni 20. Kazi ya mabenchi itakamilika. Kuna mzee pale mwezi wa 8, timu August. Basi jingine ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata chancellor katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Lakini pia katika ofisi ya chancellor kuna chancellor msaidizi, deputy chancellor, kansela msaidizi wa kansela wa jimbo, na kansela wa jimbo ni Padi Hamilton Kikoti. Sasa sio wote mnamfahamu, wengine mmefurahia jina tu, si ndio? Lakini alishakuwa paroko msaidizi kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu kabla hajaenda kuwa paroko wa parokia ya Korogwe. Lakini alipoteuliwa na baba askofu mkuu kuwa paroko wa msaidizi wa St. Joseph, alifanya utume hapa kwa siku 4 tu, ndio maana alikuwa kama amepita. Baadaye akaenda masomoni Roma, na hivi ameteuliwa na ameshaanza utume hapa jimboni kama kansela. Lakini pamoja naye kuna ofisi hiyo, kwa sababu ya ukubwa wa utume wake, baba askofu mkuu ameteua na kansela msaidizi anaitwa Padi Noeli Alibogast. Sasa nimewataja hao kwa sababu wote wawili hao ni maparoko wasaidizi wa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu.
Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na Baba Askofu Mkuu kwa nafasi zao kama maparoko wasaidizi wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Na kati yao wawili, huyu mmoja Padre Noeli, yeye anaishi katika jumuiya ya mapadri ya hapa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Lakini tumepokea padri mwingine jana, naomba ujitambulishe. Samahani, hatuna zile taa zenye mwanga mkubwa sana, lakini nadhani watakuona. Kristo tumaini letu. Kwa majina naitwa Padri Remigius Francis Ndamenagane, ni padri kutokea Jimbo Katoliki la Mahenge. Asante sana Mheshimiwa Baba Paroko, na asante Mheshimiwa Kansela wetu msaidizi. Asante. Karibu sana Baba Remigius. Kwa sasa amefika hapa, kwa hiyo ni kwa sababu yuko nasi hapa mpaka hapo Baba Askofu atakapopanga sehemu nyingine, lakini kwa sasa ni paroko msaidizi wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Sasa tulikuwa tunataka mapadri hapa walau Baba Askofu atutengenezee hata timu ya mpira. Kwa sasa tukawa tumefika 10. Sasa tukawa namba 1 ndio inakosekana. Na hiyo ilikuwa ni namba ngapi? Namba 6. Wale wenye dimbili wanaweza kuelewa. Namba 6 ndio ilikuwa inakosekana. Kama sio mtu wa mpira huwezi kuelewa. Na kama uelewa tu namba 6 ndio ilikuwa inakosekana. Sasa jana tulizani kwenye lile tamasha namba 6 ingetangazwa. Haikutangazwa. Sasa mimi leo natangaza namba 6. Namba 6 ni paroko msaidizi wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, ambaye tunafanya mapadi hapa tuwe 11 ambao tunaweza kabisa tukasajili kama klabu na tukafanya utume wetu vizuri zaidi. Basi napenda kutangaza namba 6 kiungo mkabaji huyu anakabia chini. Basi niombe baba ujitambulishe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Padre Joseph Fuko, na tokea parokia ya Maria Mtakatifu Kimara, na utume wangu wa kwanza nimepangwa hapa kama paroko msaidizi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi natumaini usajili wetu wa mwaka huu tutafanya vizuri, na ninyi mumuombee huyo dumbia wenu, manake hali sio nzuri sana, fanye novena. Lakini sisi usajili wetu uko vizuri. Basi baba, tunakukaribisha na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya utume wako, ujaliwe furaha na utume wenye baraka na matunda kwa hawa ambao unawatumikia. Nawatakieni nyote Dominika njema.